Ukijua Yesu alichokifanya ndani ya maisha yako, kitaongeza uthamani wa wokovu wako. Lakini usipojua Yesu alichokifanya ndani ya maisha yako, ndio unachezea hiyo neema. Lakini mpendo, ukitafakari sana, wengine tumetoka kwenye background ya uchawi, ya ushirikina, wengine ya umalaya, wengine kila mtu background ya ujambazi, ya uhuni, yani ueleweki. Ukipiga picha za nyuma, wenzio wamekufa wote. Wewe Yesu amekubakiza, kwa neema yako naishi. Kwa nini usimheshimu? Kwa nini usimtii? Kwa nini usisimame na Yesu? Na kusimama na Yesu ni kuwa na hofu ya Mungu ndani yako. Una hofu ya Mungu. Ukisikia Mungu, wewe uko tayari. Unavipanga vitu vyako vya thamani 1, 2, 3, 4 na Mungu. Inapokuja kipi muhimu, Mungu iwe muhimu. Sio nitaenda kufanya shughuli zangu, nikifanya ndio nitaenda kwa Mungu. Hatuendi hivi katika wokovu. Kwa sababu Yesu aliyoyafanya ni makubwa. Nimewashuhudia wale waliotangulia nini kilifanyika. Bwana asifiwe sana. Amen. Katika maisha yetu. Sasa katika kitabu kile cha Kutoka sura ya 7. Kutoka sura ya 7 na mstari wa 1. Naanzia hapo. Bwana asifiwe sana. Ni mambo muhimu ambayo tunatakiwa kuyajua na kuyafahamu. Sura ya 7 mstari wa 1 unasema hivi: Bwana akamwambia Musa, angalia, nimekufanya wewe kuwa kama Mungu kwa Farao, na huyu ndugu yako Haruni atakuwa nabii wako. Utanena hayo yote nikuagizayo, na ndugu yako Haruni atanena na Farao, ili awape wana wa Israeli ruhusa watoke katika nchi yao. Anasema, nami nitaufanya mgumu moyo wa Farao, nami nitazifanya kuwa nyingi ishara zangu na ajabu zangu katika nchi ya Misri. Bwana asifiwe sana. Mungu anamwambia Musa, nitakufanya wewe kuwa Mungu kama Mungu kwa. Sasa wewe je? Kwa hiyo sio kwamba anatakiwa ajue, yani Farao, yani amtishie, yani yeye ni mkubwa kuliko Farao, ni kama Mungu kwa Farao. Na ndivyo Mungu anavyotufanya sisi kwa maadui zetu, ni kama miungu. Wengine tumekaa kwenye mazingira ya mabaya ya hatari, tukatishiwa sana, lakini tukaona Mungu akituokoa. Huna chale, huna ulinzi wowote, umeliitia jina la Bwana na unamheshimu Mungu, anakutoa salama katika nchi. Mimi wakati wananituma kwenda kuhubiri kule Sumbawanga, maeneo ya Nkasi, niliogopa sana kwa sifa za kule, lakini nikajitia moyo, kama nimeokoka kweli ikajulikane huko. Mungu akanitetea na uchawi wa kule ukanitetea. Tukaenda kuhubiri tena maeneo mengine Kenya, Kitui, uchawi wa kutisha, wanashangaa kama umeamua kwenda kuhubiri kule. Tukahubiri, tukarudi salama, pamoja na majaribu tuliyoyapata. Kwa sababu gani? Sisi ni miungu kwa Farao. Bwana asifiwe sana. Ni kama miungu kwa Farao. Mpendwa, sisi si vitu dhaifu. Unaweza kujiona tu, mimi nimeamua kuokoka. Sio kawaida. Ungewauliza adui zako, wangekwambia wanachokiona juu ya maisha yako. Wachawi wanaokuwinda wanachokutana nacho. Na ndivyo tulivyo. Bwana asifiwe sana. Nakumbuka wakati sisi tumeamua kuhamia nyumbani hapo tunapoishi sasa hivi. Tumetoka kule bondeni tunaishi hapo wakanijia wazee wa mji.
mbona hujafanya kama sherehe, kama maombi, watu waje wale na kunywa na nini, iwe ni hatari namna hii? Sasa kwangu hamna hatari. Amina. Mungu alishafanya miujiza kwangu mikubwa. Hii yani kabla sijaingia alishaingia Yesu. Amen. Sihitaji kukuwa na hofu na kitu chochote. Hata kama mimi nitakuwa nalala juu peke yangu mtaa huu, nitalala salama kabisa. Amen. Na naamka salama. Amen. Kwa sababu yuko mfalme wa wafalme. Kwa hiyo wanajaribu kuja, wanakutana na yule aliyeniokoa. Amen. Wanakutana ambaye nimemnyenyekea. Wanakutana naye mtii. Bwana asifiwe sana. Amen. Kama Musa aliambiwa neno hili, wewe Yesu amezungumza neno gani? Ungekutana naye. Anasema Musa, kwa Farao wewe ni kama Mungu kwake. Wewe ni kama Mungu. Alafu mtu mwenyewe ambaye unaambiwa ni kama Mungu, hujielewi. Una wokovu wa kutojielewa. Leo upo, kesho haupo, uelewi. Tusiwe hivyo wana wa Mungu. Kuna namna Mungu anavyotuona. Ametuokoa kwa makusudi. Ametuspea sisi tuwepo mpaka leo kwa kusudi lake kubwa. Bwana asifiwe sana. Hicho ndio kinatakiwa ujue. Wenzetu wale wasiookoka ni waaminifu sana. Tarehe na nyakati za kwenda kwa mganga wa kienyeji ziko pale pale. Tena nazifuatilia kwa makini. Mungu amenipa ujumbe mmoja mzito sana, nitahubiri nadhani Jumapili. Mzito mno. Naendelea kupalilia na kuombea, na mtu asipobadilika hapo basi. Bwana asifiwe sana. Amen. Lazima ujue kwamba wewe ukuokoka tu hivi. Saa ingine uliwekwa sadaka, lakini Mungu akakuepusha. Sadaka ya miungu, Mungu akafanya nini? Akakuepusha. Saa ingine ungekuwa sijui wapi, Mungu akakuepusha. Mimi ninajua kwenye familia yangu wengine ni watoto wadogo, ni watoto wetu. Unakakuta kana watoto watatu, akajui hata mbele ni wapi, nyuma ni wapi. Kwa hiyo hata hofu mtoto mdogo, hata kunyonyesha na telemsha tu ziwa boroboro. Ndio maisha. Yaani mbona mtoto mdogo huyu? Lakini ndio maisha anayoishi kwa sababu hana Yesu. Wengine unakutana nao meno hamna. Wewe meno ilikuwaje tena? Wakati wewe haelewi. Sisi Yesu ametutendea mambo makubwa. Tunatakiwa tuwe na hofu ya Mungu kwanza hivi. Tusidengwe kwa Mungu, tusidekedeke. Tufanye wajibu wetu kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu ametuchagua sisi tuwepo mpaka leo ni kwa makusudi yake na mapenzi yake. Vivyo hivyo uwe kama Mungu kwa kuona kama Mungu anavyoona, sio kama Farao anavyokutazama. Yaani sio kama adui anavyo. Adui si anakuona wa kawaida. Unaona? Farao panda alipokuwa anamtazama Musa alikuwa anamuona kama Mungu. Anaona si Musa nilikuwa naye. Lakini Mungu anasema nitajidhihirisha kwa ishara nyingi. Hata Farao alikuwa anasema huyu kijana si tulikuwa naye. Huyu bwana sijui brother sijui alikuwa mkubwa kwa Farao kwa nani? Lakini anakumbuka walikuwa wote kwenye nyumba ya Farao. Kwa hiyo anaongea naye kama jamaa ambaye wamewahi ishi naye. Lakini Mungu anamwambia huyu Musa kwamba ili ajue wewe ni kama Mungu kwake, nitajidhihirisha kwa ishara nyingi. Na hiyo ndio maisha ya imani ya watu wa Mungu, kwamba itawezekana tu, itakuwa tu, mambo yatakwenda tu. Hatuishi kwa kwamba hiki kitakwenda au kikawa. Tuna uhakika na Mungu wetu. Bwana asifiwe sana. Kwamba itakuwa. Kwa maneno mengine tuna matumaini, kwa sababu Mungu ametuambia tuishi kwa kuona, tunaishi kwa imani. Vitu hatujaviona bado tunaamini vitakuwa. Haleluya. Hatujafika bado kimwili, tumefika kiroho. Hatujashika kimwili, tumeshika kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo usione kama Farao anavyokuona.
Ona Mungu anavyokuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu kile cha Yohana sura ya 13. Yohana sura ya 13 mstari ule wa 26 nasema hivi. 13 mstari wa 26. Andiko haya mazuri mno. Anasema habari za Yuda hizi. Basi yeye hali akimwelekea Yesu kifuani chake akamwambia, Bwana, ni nani? Basi Yesu 26 hiyo. Basi Yesu akajibu, ndiye mtu yule nitakayemtolea tonge na kumpa. Akatoea tonge, akalitwaa, akampatia Yuda mwana wa Simeoni Iskarioti. Na baada ya hilo tonge, shetani alimwingia. Basi Yesu akamwambia, yatende upesi, uyatendayo yatende upesi, wala hakuna mtu katika wale walioketi chakulani aliyejua sababu ya kumwambia hivyo. Kwa maana wengine walidhani kwa kuwa Yuda huchukua mfuko ya kwamba Yesu alimwambia kama kununua mnavyovihitaji kwa sikukuu, au kwamba awape maskini kitu. Walidhani hivyo. Yaani maana yangu hapa ni kwamba Mungu alivyo mwaminifu, kabla hujatenda uovu anakuonya. Amen. Alimuonya Yuda kabla hajatenda nini? Japokuwa watu hawakumuona, lakini Mungu alimuonya, japokuwa wale wanafunzi wengine hawakujua. Anasema yatende unayotenda haraka. Kwa hiyo Yesu akasema, nitakayemtoelezea tonge ndiye atakayenisaliti. Yuda akashupaza shingo, na ndivyo walivyo wengi, wanashupaza nini? Shingo zao za kiroho. Hata uambie neno gumu hawaji, hata uambie vipi hawatii. Wamekaza shingo zao katika kupotea. Hata useme kama nabii hawatii. Yuda akapotea hivi hivi kwa sababu ya kushupaza nini? Shingo. Wewe mpaka amezungumza mbele ya watu, Yesu, fanya unayowaza moyoni mwako, yafanye upesi. Angeshtuka, Bwana, kwa nini akashupaza shingo? Na ndivyo waumini wengine wameshupaza shingo zao. Yaani wameamua mioyo yao isimtii Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ibada, hata uambieje hawa watakuja, hata ufanye hawa watafanya, ila wana pretend kuwa wamewafanya nini? Wameokoka, wanaenda mbinguni. Bwana asifiwe sana. Ndio ujumbe wetu ule wa Jumapili. Mwaminini Mungu mtathibitika, lakini waaminini manabii zake ili mpate kufanya nini? Kufanikiwa. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ndio shida kubwa ya kushupaza nini? Shingo. Usishupaze shingo yako. Paulo anasema katika kitabu cha Wakorintho, unapofungua kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ile ya 3 na mstari ule wa 10 mpaka 15, anazungumza, anasema, kwa kadiri ya neema ya Mungu niliyopewa mimi kama mkuu wa ujenzi mwenye hekima, naliuweka msingi na mtu mwingine anajenga juu yake, lakini kila mtu na aangalie jinsi anavyojenga juu yake. Maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ni ule aliyokwisha kuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yaani Yesu Kristo. Lakini kama mtu akijenga juu ya msingi huo dhahabu au fedha au mawe ya thamani au miti au majani au manyasi, kazi ya kila mtu itakuwa dhahiri, maana siku ile nitaidhihirisha, kwa kuwa yafunuliwa katika moto, na ule moto wenyewe utaijaribu kazi ya kila mtu ni ya namna gani.
kazi ya mtu aliyoijenga juu yake ikikaa, atapata thawabu. Kazi ya mtu ikiteketea, atapata hasara, ila yeye mwenyewe ataokolewa, lakini ni kama kwa moto. Hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu, na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Bwana asifiwe sana. Yaani tunachokifanya duniani, Paulo anazungumza, anasema kuna msingi ambao hakuna mwingine anaweza kuupindua, ambao ni Yesu. Kielelezo chetu ni maisha ya nani? Yesu. Kwa hiyo kazi yoyote unayoifanya, maisha yako unayoyaishi yatapimwa kwa moto. Kazi ya mtu ikibaki, atapata thawabu mbinguni. Amina. Atapata nini? Kazi ya mtu ikiteketea, yaani imekuwa dhaifu, feki, atapata nini? Hasara. Bwana asifiwe sana. Na yeye mwenyewe anasema ataokolewa ni kama kwa moto, kwamba hajaenda jehanamu, yuko kwa, lakini atakuwa hajapata thawabu, hana thamani katika maisha yake yote. Ni mfano mpendwa, sasa hivi mfano mzuri, ukipita mijini unakutana na watu wanaomba, wengine vipofu, wengine wanaomba ni beggars tu. Unawaangalia, unaonea huruma na vitoto kwenye jua kali. Wewe labda uko kwenye daradara, maisha yako si hujafikia kufanya hivi, kwa wanaopita ukaomba. Mungu amekujalia kula na kunywa na kushiba, amekujalia hivyo. Ndivyo ambavyo wewe uingie mbinguni kule uwe beggars, uwe ni mtu wa kuomba, yaani utakuwa umepoteza kila kitu duniani. Lakini walio waaminifu kwa Mungu wao, wanaomtumikia kwa Mungu wao kwa uaminifu, Biblia inasema kazi zao zitapimwa, zitakaa, itaonekana hawa walinitumikia, hawa walikuwa waaminifu, hawa hawakunidharau, hawa hawakuniacha. Biblia inasema kwamba watapata thawabu. Thawabu ni tunu, thawabu ni kitu cha thamani, wataishi maisha ya thamani. Bwana asifiwe sana. Ndio maana yake. Na maneno haya mpendwa, ndivyo itakavyokuwa. Paulo alifunuliwa hivyo, anasema sio bure. Maisha yenu yakikaa vizuri, mtapata thawabu, lakini wale wengine watakuwa kama wameokolewa tu kwa moto. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo kuna haja ya kulinda ulicho nacho, ya kulinda wokovu wako, ya kutunza cha thamani ambacho Bwana alishakupa. Bwana asifiwe sana. Linda sawasawa wokovu wako. Kitabu cha Ufunuo anazungumza kabisa, katika Ufunuo 3 anasema maneno haya, anasema 3 mstari ule wa Ufunuo 3 mstari ule wa 11. Nikusomea hapa 3 mstari wa 11. Maandiko yanasema hivi: naja upesi, shika sana ulicho nacho, asije mtu akatwaa taji yako. Shika sana ulicho nacho, asije mtu kwa hila zake akatwaa taji yako. Maana yake tayari unacho kitu cha thamani ambao ni wokovu ulio nao. Ishi kama mtu aliyeokoka. Achana kujilinganisha na watu wengine. Simama wewe mwenyewe kwa Mungu. Biblia inasema walikuwa wengi, wameanza mbio, anashinda mmoja. Wanaoshinda wachache wanapewa tuzo. Wanaenda wengi Olimpiki kwenye mashindano, wanaorudi na tuzo na vitu vya thamani, thawabu kwa nchi zao ni wachache. Kwa usijilinganishe na mtu. Mimi katika uchungaji wangu sijilinganishi na mtu yoyote. Najiangalia mimi nimeokoka, mimi nimeitwa na Bwana, mimi namtumikia Bwana, that's all. Kwa sababu sijui wengine wana misingi gani, mimi nafuata msingi ambao Yesu
aliweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo mpendwa, tunatakiwa kulinda sana, shika sana ulicho nacho, asije mtu akaitwaa taji yako. Kuna watu wanaotaka ushindwe, watu ambao wanataka uferi. Ndio maana nasema shika sana ulicho nacho. Si kila mtu anakutakia mema, si kila mtu anataka ufanikiwe, wala usiseme yule mtu yule. Huwezi ukatoa sababu hiyo mbele ya Yesu aliyekumwagia damu yake akakuosha, ukatoa sababu ya wanadamu. Kwa sababu najua mimi nisimama kiroho, lakini kwa mfano labda mwaka Nyamale sijui utatoa sababu ya mtu yoyote ikasikika, kwa sababu hajashare damu na Yesu ya ukombozi. Ni yeye peke yake aliyekufa msalabani akafufuka siku ya tatu kwa ajili yako. Kwa hiyo shika sana, manake wako wanaopambana na wewe wanyang'anye ulicho nacho, wakitoe kile kitu ulicho nacho. Shika sana uende nacho. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu ni Mungu anayetoa vitu vya thamani. Katika kitabu cha Yohana wa kwanza, Yohana wa pili sura ya kwanza mstari wa 8, Yohana wa pili sura ya kwanza mstari ule wa 8, Biblia inasema hivi. Waraka wa pili wa Yohana 1 mstari wa 8 anasema, jiangalieni nafsi zenu msiyapoteze mlioyatenda, bali pokee thawabu timilifu. Msiyapoteze mlioyafanya nini? Yatenda. Uliupata wokovu, ndugu zako hawajaokoka, usipoteze huo wokovu. Kuna uwezekano wa huo wokovu ukapotea. Usiupoteze, ung'ang'anie. Usitoe sababu za kwamba kwa sababu 1, 2, 3 mimi naacha wokovu. Hapana. Yohana huyu mzee alipewa ufunuo, akazungumza maneno haya. Anasema, jiangalieni nafsi zenu. Nafsi ile ya ndani ile ndiyo inazungumzanga na Mungu. Jiangalieni nafsi zenu msiyapoteze mliyoyatenda, bali mpokee thawabu. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna haja ya kuyalinda yale ambayo umeyapata. Mungu ni mtoa thawabu kama tulivyoona. Unachofanya chochote, kumbuka unafanya ili upate thawabu. Hata maisha haya tunayoyaishi haya ya wokovu, ya kulitii neno, ya hiki, ya kutoa fungu la 10, ya kuja maombi, ya kuja mkesha, unapokuwa mtia juu ya hayo, sio bure tu kwamba kwani niende ili nini. Kuna thawabu. Biblia imesema, na mimi ninao, nimesha kwambia, usipoyatenda hayo hutapata thawabu, ukiyatenda hayo utapata thawabu. Bwana asifiwe sana. Yaani kuna malipo, utapata thawabu timilifu, sio ya isiyopungua. Alafu unaweza ukapewa nusu ya thawabu kama hujatenda sawa sawa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wana wa Mungu, leo nimekukumbusha au nikurudishe kwamba hebu thamini maisha yako ya wokovu, thamini maisha yako ya utumishi, kwa sababu kuna kulipa. Na kama ulijisahau, nimekukumbusha, tafakari Yesu alikokutoa. Kama usingekuwa umeokoka mpaka leo, ungekuwa wapi? Wale uliowaacha duniani wako wapi? Kwa hiyo tumesoma hapo maandiko, linda kile ambacho Bwana, sababu utapata thawabu. Usije ukaokoka tu mbinguni. Kweli hapa akataa, anasema utaingia kwa sababu umeokoka, lakini kwa sababu ulifanyi neno la Mungu, ulitendei kazi, utaokoka kama kwa moto. Tutaingia mbinguni, unakuwa beggars, unakaa mitaa sijui kama ya wapi, mitaa ya slums kule, ndio unaishi kule.
naruka vinyesi ndio uende nyumbani, hamna choo. Nimeenda kule Mathare, hamna choo. Sasa sijui wanaishije wale, wanajisaidia kwenye mifuko, wanaifunga ya kutupa usiku. Kwa hiyo wewe unayekuja uwe makini, kila mfuko unauruka, kwa sababu huwezi kujua kimefungwa ni kitu gani mule ndani. Mpendwa, sisi tukaishi maisha ya utukufu. Ndio maana nasema usipoteze ulichokitenda, usipoteze thamani ya yale uliyoyafanya, ukapokee taji. Ndio maana hata kesho tunakuja tena, kesho tunaendelea na semina yetu mpaka Ijumaa. Amina. Na Mungu naamini atatusaidia, kwa sababu tunaishi nyakati mbaya mno, nyakati ambazo dhambi ziko wazi zaidi. Shetani anavuta wengi wasiingie ufalme wa Mungu, lakini sisi tutakaza kumpenda Bwana. Mungu awabariki sana, Mungu awalinde, Mungu awabariki. Karibuni kesho tena Jumatano tunakuwa hapa, Alhamisi tupo mpaka Ijumaa tupo hapa. Ili Mungu kila alichokusudia tukijue, tusije tukaangamia kwa kutokujua. Mungu awabariki sana. Tusimame wote.